Wasikilizaji wa Red Pro Media, najua mlikuwa mnasubiria kwa hamu sana swala la Nyangezi na Nyantende, kwamba bana habari imefikia wapi, swala limefikia wapi. Baada ya video ambazo tuliposti jana tukiwa tunazungumzia kuhusiana na kasi ya M23 kuelekea Bukavu, ambayo yalionekana kwamba Nyantende ni karibu kabisa tu, yani kuna kama litoro imeshafika Bukavu. Kwa hiyo leo hii nimepokea message nyingi sana na watu wakiuliza kwamba bana okay, full update kuhusiana na swala ambalo linaendelea, una mambo yanafikiaje. Kwa hiyo tumesema kwamba bana tunavyokusamini wewe msikilizaji, ni lazima tukuletee taarifa kama hii. Ukweli ni kwamba kweli wazalendo walikuwa hapo bize, walikuwa hapo kwenye kasi na speedi ambao walikuwa wako nayo, huku wakiwa wanaelekea kwenye mashambulizi yao. Walipokea maelekezo kutoka juu. Ninaposema maelekezo kutoka juu, maana yake serikali ya utawala wa Felix Tshisekedi walipiga simu wakawaambia kwamba sikiliza, hold fire, kwamba stopishini kwanza moto, ceasefire. Ceasefire katika maana ya kwamba eti wameongea na M23. M23 imesema kwamba itatoka kwa hiari yao basi na kutumia bunduki, lakini wakija vile kuna hasara zitakuwa nyingi sana kwa wananchi. Kwa hiyo wazalendo wakawa wamejibu nao pia kwamba okay, kama tuna hold basi tuta hold for 48 hours, masaa 48. Masaa 48. Kwa hiyo masaa 48 ni katika maana kwamba leo hii saizi tunavyoongea masaa 24 itakuwa tayari imepita. Wanaanza kuelekea kwenye masaa zaidi ya hiyo, yani mengine 24 ambayo imebakia. Kesho nzima inawezekana kutakuwa bado tena kuna ukimya, lakini endapo Ijumaa tutasikia tena risasi zinaendelea maeneo huko Bukavu, itakuwa ni majibu ya moja kwa moja kwamba maana yake walishindwa kuelewana, wameshindwa kuafikiana, na kama watakuwa wameshindwa kuafikiana basi itabidi tena warudi kwenye mapambano. Ni matarajio kwamba diplomasia itatumika zaidi hivi kwamba kuwalinda na kuepusha watu wasiokuwa na hatia wafe katika hivi vita, kwa maana inapokuwa risasi inapiga pande zote mbili, M23 wakijibizana na wazalendo kwa hasira na attention ambayo watu wamewekeza kiasi kwamba kwenye hivi vita. Nafikiria pia hata vijana wa wazalendo wanataka kweli kwa maana nafikiria, unajua hizi posti tunazoziposti wanazipata, wanaziona, wanazisikiliza, wanaona kwamba bana pressure gani ambayo media nayo pia sometimes inaweka kwa ajili ya wazalendo. Kwa hiyo kwa hasira na ile hali ya kutaka kuonyesha kwamba labda wanaweza, hiyo inaweza ikafanya kwamba wazalendo wakasema kwamba okay, ngoja tuonyeshe kweli kwamba tunaweza, lakini mwisho siku maumivu na madhara yakipatikana kwa watu, kwa maana zile risasi zisizokuwa na mwelekeo zile waga zinaenda kuwaumiza watu wasiokuwa na hatia. Na kwa maana iwezekani risasi basi okay, can you imagine risasi zipige siku nzima, alafu uje kusikia kwenye hiyo vita wamekufa labda askari 5, askari 5, labda askari 2 upande huu, askari 5 upande ule, lakini utakuja kusikia raia pale wamekufa raia 60, au wamekufa raia 100 au hata 200. Wale raia 200 wamekufaje? Ni kwa zile risasi zile ambazo zinakuwa wanasema ka balle perdue. So zile balle perdue zinaweza kaenda zikawafikia watu, mwisho siku watu wakawa wamekufa. Kwa hiyo ni matarajio yangu kwamba Ijumaa tusipate habari ya kusema kwamba eti bana wamerudia tena kupigana only kwa sababu ya kuokoa wananchi. Kama kweli ni la kusema kwamba M23 itatoka pale kwa hiari, pasina kusema kwamba watumie vita, na hata kama labda wakiomba masaa mengine zaidi ya hiyo 48, kama itakuwa ni kwa ajili ya kuokoa wananchi, I think nitaomba labda litekelezwe. Lakini well, mimi ni nani mpaka nipendekeze? Mimi ni Elvise Mshima Koto ambaye tunipo hapa kwa ajili ya kuhabarisha, ila nasema na maoni yangu
You never know. Maybe Felix Tshisekedi anaweza kusikia maoni yangu. Maybe kiongozi wa FARDC anaweza kusikia maoni yangu. Maybe kiongozi wa Wazalendo anaweza kusikia maoni yangu. Maybe kiongozi wa M23 anaweza kusikia maoni yangu. Kwamba ingependeza watu wasipigane, wakawa wameenda kwa hiari na vita vikawa vimeisha. Maoni yako ni yapi? Tukutane kwenye sehemu ya comment, na kumbuka kusubscribe Red Pro Media. Hii hapa ipo kwa ajili yetu sote. Lakini la mwisho la kumalizia, Walikale imedhibitiwa yote na serikali ya Kongo kwa sasa hivi. Wamepigana pale, mwisho siku M23 wameamua kuondoka. Ndiyo habari ambayo tumepewa. Walikale imeshikwa na serikali ya Kongo. Wazalendo pamoja na FARDC wamepigana na mwisho siku wameshika Walikale. Sasa basi, ni lako wewe kuendelea kufuatilia Red Pro Media hivi kama tuhakikisha kama tunaendelea kupatia taarifa za ukweli na za uhakika zaidi. Ndio kitu pekee ambacho tunakihitaji kwa muda huu. Red Pro Media ni lazima unatakiwa upate tu taarifa za uhakika na za ukweli. Na sometimes tunakuwa tunatamani kweli kwamba Mungu atusaidie tuendelee kupatia tu taarifa ambazo ni za uhakika. Asante sana kwa muda wako mzuri ambao umetupatia. Wewe tunakusamini sana na tunakushukuru kweli. Tena nasema asante.